Abraham was not a Christian. Isaac and Jacob were not Christians. Moses was not a Christian. Abel was not a Christian. Isaiah was not a Christian. David was not a Christian. All the patriarchs were not Christians. Even Jesus is not a Christian. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Uislamu tena kwa nidham. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu, mara nyingine ama muda mwingine ukweli hauji kwa njia ya mihadhara, haiji kwa njia ya mijadala, haiji katika njia ya dawa mitaani, lakini huja kwa njia ambayo kwamba ni tofauti kabisa, njia usio tarajia. Karibu katika Abbas Online TV, channel inayokupa matamu ya Uislamu tena kwa nidhamu. Majuzi nilipata clip katika mtandao wa kijamii, mtandao unajulikana kama Facebook. Kuna mada ambayo ilikuwa inazungumziwa kanisani. Ilikuwa ni mada ya ajabu kabisa, na mchungaji alikuwa anafundisha mada hiyo, alikuwa anazungumza kwa utaratibu tena na confidence. Nina hakika kwamba wale waliohudhuria ibada siku hiyo walitoka kanisani akili zimewavurugika. Hebu tutizame klipi hiyo kwa pamoja, kisha unipe komenti yako hapo chini. If you think God is a Christian, God is not a Christian. When you finish laughing, I repeat, God is not a Christian. You know, many of you think if you are not a Christian, you won't go to heaven. Lie. There's no salvation in. When did Christianity start? People went to heaven before Christianity started. Christianity started in Antioch in the book of Acts. So God is not a Christian. That should humble you a bit. And that should start adjusting your theology. Christianity started in Acts, in Antioch. And it is unbelievers that gave the name. Unbelievers gave you a name that you are carrying as a condition for going to heaven. It is unbelievers. Unbelievers who watch the people that were adherents of Brother Paul's teaching. After teaching for some time, and they saw the transformation that happened to these people. That means before then, they didn't have name as Christians. They were called believers. They were called Almajiris, disciples. They were Paul's Almajiris. They were disciples of Paul. They were disciples of Paul. Then the people say, well, instead of just calling them disciples, the transformation we see in them, they look like Christ. Let's call them Christians. But before then, many people have gone to heaven, including the thief on the cross. So you don't have to be a Christian to make heaven. Abraham was not a Christian. Isaac and Jacob were not Christians. Moses was not a Christian. Abel was not a Christian. Isaiah was not a Christian. David was not a Christian.
All the patriarchs were not Christians. Even Jesus is not a Christian. Even Jesus is not a Christian. That's hot revelation coming from that side. Sijui wewe na sijui kama utakubaliana naye. Ikiwa utakubaliana naye sawa, ikiwa hautakubaliana naye ni sawa, lakini na hakika kwamba maneno yale lazima yatakuvuruga tu akili. Lazima utafikiria. Mbona nasema hivyo? Tutizame kidogo maneno ambayo kwamba alikuwa anasema. Alisema hivi: wengi wenu mnafikiria kama Mungu ni Mkristo. Mungu si Mkristo. Na alipozungumza maneno yale watu wengi walicheka. Kisha akasema, narudia tena, malizeni kucheka, narudia tena, Mungu si Mkristo. Maneno haya ukiyasikiliza unaweza ona kama labda ya kuchekesha. Maana kuna watu ambao tunaposema hivi wanaona kama ni mchezo. Lakini nataka niwaambie, kuna watu ambao wanaamini kabisa kwamba Mungu ni Mkristo. Kwa nini unaamini kama Mungu ni Mkristo? Na tumekutana na maswali haya sana mabarabarani. Tumekutana na maswali haya sana katika mihadhara. Sio jambo la geni. Na wengi wanaamini kabisa na wanahisia kama kweli Mungu ni Mkristo. Huende kawa ni geni kwa baadhi ya masikio ya watu, lakini ndio uhakika wa mambo. Kwa nini Wakristo wengi wakadhani kama Mungu ni Mkristo? Kwa imani ya Mkristo anaamini kama Yesu ni Mungu. Hiyo ndio imani yake. Kwa imani yake anaamini kama Yesu ni Mkristo. Kwa hiyo kama Yesu ni Mungu, haoni shida kusema kwamba Mungu ni Mkristo. Haoni shida. Kwake ako sahihi. Anaamini kwamba yuko sahihi na anaamini kwamba yuko katika dini sahihi na anaamini dini hiyo ndio dini ya Mungu wake. Bimaana Mungu wake ni Mkristo. Ukisema Mungu ni Mkristo, unamaanisha kwamba huyu Mungu kuna Kristo ambaye yeye anamfuata ama anamuamini. Na hii haingii katika akili. Mungu ndio anaaminiwa. Mungu ndiye anayetafutwa. Mungu ndiye ambaye kwamba anapaswa kufuatwa peke yake katika mafundisho yake. Kwa hiyo hauwezi wewe ukasema tena mambo yanabadilika, tena Mungu ndiye afuate nabii ama afuate mtu ama afuate kiongozi wowote. Haingii katika akili. Mungu hawezi akawa Mkristo kwa maana hiyo. Tuelewe hivyo. Jambo la pili, Yesu si Mkristo. Yesu si Mkristo. Ninamaanisha nini? Ninamaanisha kwamba yeye si mfuasi wa nabii mwingine, ama yeye si mfuasi wa Kristo mwingine. Kwa sababu ukisema yeye ni Mkristo, inamaanisha kuna Kristo mwingine ndio yeye afuate huyo Kristo. Kwa hiyo kwa maana hiyo yeye hawezi akawa ni Mkristo, lakini yeye anabaki kuwa Kristo. Kristo kwa maana ya nabii. Kwa hiyo Yesu ni Kristo, lakini yeye si Mkristo. Maana ya tatu, Ukristo. Ukristo ni nini? Ukristo ni dini. Yaani ile mfumo wa kuabudia ambaye imepangwa kwamba sisi tutakuwa tunamwabudu Mungu kupitia mfumo huu. Hiyo dini ambaye ilipangwa wakati fulani, zama fulani, na watu fulani ambaye sitazungumza hapa, si wakati wake, kuna wakati utafika utazungumza. Dini hiyo ndio inaitwa Ukristo. Na imeanzishwa na Paulo, nikigusia tu kidogo. Ukristo wenyewe umeanzishwa na Paulo baada ya Yesu kuondoka. Sio wakati wa Yesu. Kwa hiyo lazima tuwe very keen tunapokuwa tunazungumzia maneno haya. Kwa hiyo nadhani mpaka hapo kidogo mmepata kunielewa.
Nimeeleza maana tatu, narudia kwa haraka haraka. Maana ya kwanza, Kristo ni nani? Kristo ni mtiwa mafuta na ni neno la Kigiriki. Kiswahili Masihi. Pili, Mkristo ni nani? Mkristo ni mfuasi wa Kristo. Tatu, Ukristo ni nini? Ukristo ni dini. Nadhani mmenielewa vizuri mpaka hapo. Kwa hiyo ninarudia tena, Mungu si Mkristo, wala si Muislamu, wala si Myahudi, wala si Mbudha, wala si Mhindi. Mungu hahitaji dini. Yeye Mungu, sisi wanadamu ndio ambao kwamba tunahitaji dini, ili kwamba katika dini hiyo iwe ni mfumo ama njia ya kumwabudia huyo Mungu. Kwa hiyo Mungu hahitaji dini. Sisi ndio tunahitaji dini, kwa sababu dini ni njia ama mfumo ambao kwamba ni mfumo ama taratibu wa kumwabudia Mungu. Hiyo ndio dini. Kwa hiyo wanaohitaji mfumo huo wa kimaisha ya duniani na maisha ya rohoni kwa ajili ya kumfikia Mungu ni mwanadamu, sio Mungu anahitaji. Kwa hiyo Mungu hawezi akakuwa katika dini yoyote. Mungu yuko kando na dini iko kando. Wanadamu sisi ndio ambao kwamba tunahitaji dini ili tupate kumwabudu Mungu kupitia kwa mfumo, mafundisho na taratibu ya dini fulani. Hiyo dini ambayo kwamba ipo, tunaifuata mfumo huo na taratibu ya kumwabudia Mungu, mwanadamu ndiye ambaye kwamba anahitaji, sio Mungu anahitaji dini. Kwa hiyo tuwe clear. Katika kipengele cha pili, mchungaji unapoangalia katika ile video, kuna maneno ambayo kwamba amezungumza. Anasema ikiwa wewe unafikiria kwamba ili uende binguni. Anaposema binguni, naamini anamaanisha pepo. Haki sisi Waislamu tunasema pepo. Wakristo rafiki zetu wanasema binguni. Anasema kwamba usifikirie kwamba ili wewe uende binguni ni lazima uwe Mkristo. Hii kauli aliyoitumia ni kauli ambayo iko katika fikra ya watu wengi, kwamba lazima uwe Mkristo ndo uende peponi. Na hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumzia ndani ya Qur'ani, na hiyo wanakuja kutuambia ili wewe uende peponi lazima uwe Mkristo. Huo wanatuambia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenukulu maneno hayo ndani ya Qur'an. Sura ya 2 anasema kwamba waqalu lan yadkhula aljanna illa man kana hudan au naswara. Wanasema kwamba hata ingia, hato lan bimaana hato, yani ameweka sharti, huingii kabisa peponi, illa man kana hudan au naswara, isipokuwa yule ambaye kwamba ni Myahudi au ni Mkristo. Bimaana anaweka sharti ili uende peponi lazima uwe Mkristo. Mwenyezi Mungu anakataa, anasema hiyo ni matamanio yao, si maneno ya kweli. Na tunafuata tukiwaambiwa kwamba huwezi ukaenda peponi mpaka uwe Mkristo. Tunaambiwa si kweli. Ndio mchungaji anawaambia watu wameenda peponi kabla ya Ukristo kuwepo. Watu walienda peponi kabla ya Ukristo kuwepo. Na nakubaliana naye 100%. Ndio sababu nimetangulia kusema maneno aliyezungumza mchungaji Abel. Mimi nakubaliana naye. Yaani kwa mara ya kwanza kwa kile kipindi na kiwango ambaye nimeona clip hiyo, amezungumza ukweli tupo. Lakini ningependa kuuliza, kama sharti ya kwenda peponi lazima uwe Mkristo, kuna manabii waliopita kitambo. Kulikuwa kuna nabii Ibrahim, alienda wapi? Kulikuwa kuna nabii Musa, alienda wapi? Kulikuwa kuna nabii Elia, walienda wapi? Na dini yao ilikuwa gani? Kulikuwa kuna manabii wengi waliokuja, akina Daudi, akina nani, siwezi kuwataja, akina Suleiman alayhimu salam, wote walikuwa ni manabii wa Mungu. Walienda wapi? Na dini yao ilikuwa ni ipi? Hauwezi ukasema kwamba hao watu hawakuenda peponi. Hakuna.
Hata Yesu kuna moja katika mifano aliyotumia katika kitabu cha Luka. Katika mfano huo amemtaja Ibrahim kama yuko peponi na mtu nafikiri anaitwa Lazaro, na huyu Lazaro alikuwa ni mtu maskini, na kuna tajiri ambaye alikuwa yuko motoni. Hii ni mfano ambaye Yesu alikuwa anatumia, na tusiseme tu ni mfano, sio kitu cha uhakika. Mifano huja kwa vitu ambavyo kwamba vinavyofanana. Hauwezi wewe ukachukua mfano ukafananisha kitu kama samaki na gari, haiendanishani. Hii ni vitu dunia mbili tofauti. Samaki anaishi ndani ya maji, ni kitu kilicho hai. Gari katika sehemu kavu, na vile vile inatumia petroli na nini na inji, na sio hai. Unaona? Kwa hiyo haiingiani. Mifano ni vitu ambavyo kwamba vinakubaliana, vinaingiana. Kwa hiyo Yesu ametumia mfano kwamba Ibrahim yuko wapi? Peponi. Wewe uwezo kaja ukasema ama ukatumia mfano kwamba Ibrahim yuko motoni. Kwa njia gani? Ushaona? Kwa hiyo mifano kama yapo. Kuna mfano mwingi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ile kisa ya Isra wal Miraj, akiwa kule ameenda katika safari hiyo, kuna sehemu alifika ikampiga harufu nzuri sana mpaka akauliza, ni nini hii harufu? Ni harufu ya nini nzuri hii ambaye kwamba nasikia hivi? Akaambiwa alikuwa ni ule msukaji nywele wa binti Firaun. Akapewa kisa chake na mateso aliyopitia na zawadi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimlipa yeye pamoja na watoto wake 7 wa kiume, aliwalipa pepo. Hawa walikuwa wakati wa Firaun. Tayari mtume anasikia, miaka imepita mingi, anasikia harufu zao peponi. Hawakuwa Wakristo hawa. Hawakuwa Wakristo. Kwa hiyo kwa mifano kama haya hauwezi ukasema kwamba sharti ya mtu kwenda peponi lazima awe ni Mkristo. Haingii katika akili, kwa sababu kuna wengi walioenda kabla hata Ukristo kuja duniani. Mchungaji anazidi kutueleza, ukiangalia kwamba anasema kwamba Ukristo ulianzia Antiokia, na nafikiri amekoti kitabu cha Matendo 11:25. Na mimi nakubaliana, na ningependa nisome kitabu hicho cha Antiokia cha Matendo, kitabu hicho cha Matendo 11:25. Ningependa nisome, ni quote vizuri, ili kwamba wanaofuatilia hapo wapate faida na wapate kunielewa vizuri. Kwa hiyo nitasoma kitabu cha Matendo 11:25, tusikie namna vile ambavyo kwamba inatueleza. Inasema hivi, Matendo 11:25. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikao kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Huyu ni nani? Huyu ni Barnabas. Anaenda kumchukua Paul, wakaenda naye mpaka Antioch, wakakaa pale mwaka mzima, wakawafundisha watu, na for the first time in history wanafunzi wanaitwa Wakristo katika nchi ya Antioch. Hapa ni miaka nyingi Yesu ashapa, ameenda zake kitambo. Kama Yesu amepaa hapa na ameenda zake kitambo, unafikiri yeye alikuwa ni dini gani? Wanafunzi walikuwa ni dini gani? Kwa sababu Ukristo hapa ndio inaanza Antiokia na Paul na Barnabas baada ya Yesu kupaa miaka nyingi. Lazima ukae ufikirie na utafakari, Yesu alikuwa dini gani na wanafunzi walikuwa ni dini gani? Na kabla ya Paul na Barnabas kuanzisha hiyo dini ya Ukristo, wapo kabla ya hapo wale wanafunzi waliokuja nyuma na wale watu waliokuwa nyuma, dini yao ilikuwa ni gani? Kisha jambo la pili ambayo ningependa kusisitiza, tunaangalia pale kama nilivyokuwa nasema maana, na pia hapa tunaonyeshwa maana. Tunaambia Wakristo, maana yake Wakristo, maana yake wafuasi wa Kristo. Kisha tunaambiwa
Hilo ni jina la kupanga walilotumia wapagani wa Antiokia katika kuwaita wafuasi wa Yesu. Wapagani hao walilifahamu neno Kristo kama jina la ukoo tu, si kama jina la cheo kwa asili yake, yaani mtio mafuta au masia. Kwa hiyo ni jina la kupanga, ni nickname walilotumia wapagani wa Antiokia katika kuwaita wafuasi wa nani? Wa Yesu. Kumbe jina yenyewe walioileta katika dunia ni wapagani. Na ndiyo mchungaji akaendelea kusema mbele, alizungumza maneno. Anasema kwamba hiyo jina ambayo wewe unaichukua kama sharti ya mtu kwenda peponi, jina hilo limeletwa na wapagani. Kwa hiyo mpagani anakupatia jina, kisha wewe unachukua jina hiyo, unaniambia kwamba ili mimi niende peponi lazima niitwe kwa jina ambayo mpagani ameleta. Haingii katika akili. Mpagani hawezi kukuchagulia jina kisha hiyo jina ukaweka kama ndio sahihi. Sisi Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, huwa samakum muslimin min qablu wa fi hadha. Yeye amekuiteni Waislamu zamani na pia katika Qur'ani hii mmeitwa jina hiyo hiyo. Kwa hiyo jina yetu sisi tumeitwa na Mwenyezi Mungu. Sasa utaniambiaje niwache dini yangu ambaye Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye ameniita mimi kwa jina hilo, kisha nifuate jina ambayo mpagani amechukua ili eti niende peponi? Hamna pepo kama hiyo, haijatokea. Hamna. Kwa hiyo nafikiri kipengele kile kilinifurahisha, na ndio maana nimeielezea kwa urefu kabisa kwamba hauwezi ukachukua jina ambayo mpagani amekuwekea iwe ni sharti ya kuambia mtu lazima aitwe kwa jina hilo ili aende peponi. Hiyo haiwezekani. Ndio Mwenyezi Mungu akasema waqalu lan yadkhula aljanna illa man kana hudan au naswara. Mwenyezi Mungu akasema tilka amaniyuhum, hiyo ni matamani yao tu. Kuna maneno pia vile vile alizungumza ambayo pia ningependa kugusia, ni kwamba hauhitaji kuwa Mkristo ili uende peponi. Ni kweli hauhitaji Ukristo ili uende peponi. Hii hakudanganya, amesema kweli. Na nikiongezea tu katika maneno yake ni kwamba unahitaji Uislamu ili uende peponi. Unahitaji Uislamu ili uende peponi. Na hii ninavyosema hivyo, ninasema kwa ushahidi wa Qur'an, sura ya 40 aya 40. Lazima uwe Muislamu ndio peponi uende. Umekataa basi pepo huna. Kwa ushahidi wa Qur'ani 40:40. Wacha tusikie namna inavyosema. Inasema a'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afanyaye ubaya hatalipwa ila sawa na huo uovu wake, na afanyaye wema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hesabu. Afanyaye wema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni Muislamu. Naye ni Muislamu. Sio unafanya wema na wewe sio Muislamu, haitakusaidia hiyo wema wako unapotea. Ukifanya wema nawe ni Muislamu, Mwenyezi Mungu anasema hapo ndio unaingia peponi. Kwa hiyo sharti ya peponi sio kufanya tu matendo. Ukifanya matendo nje ya Uislamu kama ni mazuri, hapo imeenda na maji. Labda tu utalipiwa hapa duniani upate cheo, utaenda labda upate promotion mahali kazi, ama yani unalipiwa hapa na maneno yanaishi hapa. Lakini kule hakuna kitu. Kule ni kwa Waislamu peke yao. Kwa hiyo
Sharti ya kwenda hiyo peponi kulingana na Qur'an, fanya wema ukiwa mwanaume au mwanamke nawe ni Muislamu, hapo ndio unaingia peponi. Kwa hiyo unahitaji Uislamu ili uingie peponi, lakini hauhitaji Ukristo ili uingie peponi. Mchungaji amesema, mimi nanukulu tu maneno ya mchungaji. Mchungaji anasema hauhitaji Ukristo ili uende peponi, mchungaji. Na mimi nasema hivi, unahitaji Uislamu ili uende peponi. Ushahidi jambo lililonifurahisha sana. Alitaja misururu ya manabii. Akasema Ibrahim hakuwa Mkristo, Daudi hakuwa Mkristo, Musa hakuwa Mkristo, Yakobo hakuwa Mkristo. Maneno hayo ni kweli, na Qur'ani imetaja kabisa hawakuwa Wakristo. Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani 3:67 kwamba Ibrahim hakuwa Myahudi wala Mkristo, bali alikuwako ni Muslim. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman. Huyo ni Ibrahim. Wale kizazi cha Yakub pamoja na Yakub mwenyewe walikuwa ni Waislamu kwa ushahidi wa Qur'an. Suratul Bakara aya ni ya 133. Suratul Bakara aya ya 133, Mwenyezi Mungu anasema am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqubul maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Anasema kwamba mlipokuwapo yalipomfikia Yakubu maut, alipoambia wanawe, je, mtamwabudu nini baada yangu? Wakasema utamwabudu Mola wako na Mola wa baba zako Ibrahim na Ismail na Ishaq, Mungu mmoja tu, na sisi tumejisalimisha kwake. Kwa hiyo dini ya Yakub, dini ya Ishaq, dini ya Ismail, dini ya Ibrahim ni dini moja, dini ya Uislamu. Haina shaka. Musa naye vile vile alikuwa ni Muislamu. Ukisoma Qur'ani 10:88 pia inashuhudia kwamba Musa alikuwa ni Muislamu na akaambia watu wake waingie nyumbani yake ikiwa na muamini Mwenyezi Mungu na wao ni Waislamu. Kwa hiyo hawa manabii wote walikuwa ni Waislamu. Hakuna nabii ambaye kwamba hakuwa Muislamu. Wote walikuwa katika dini moja. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-anbiya, manabii wote, ikhwa, wao ni mandugu, wa dinihum, na dini yao ni moja, wahid, dini yao ni moja. Manabii wote dini yao moja, wao ni kitu kimoja na dini yao moja, na wao ni mandugu. Sasa kama dini yao ni moja, ni dini gani hiyo? Bila shaka itakuwa dini ya Uislamu, kwa ushahidi mwingi wa Qur'an, ushahidi mwingi wa maandiko. Ukisoma katika Efeso 4:4 inasema Baba mmoja, Mungu mmoja, imani moja. Kama imani ni moja, lazima dini itakuwa ni moja. Kwa hiyo hao manabii lazima dini yao iwe moja. Sasa hao manabii wote kama dini yao ni moja, hiyo dini unafikiri inaweza kuwa gani? Hiyo dini bila shaka haiwezi ikakuwa ni Ukristo, kwa sababu Ukristo imekuja baada ya manabii wote kuondoka. Kwa hivyo bila shaka hawakuwa Wakristo. Daktari Abel akamalizia maneno yake kusema hata Yesu, na hii ni chuma ya moto aliweka motoni. Amalizia maneno yake kwa chuma ya moto. Anasema hata Yesu si Mkristo. Alisema kweli, Yesu ni Kristo, lakini yeye si Mkristo. Yeye ni Kristo,
lakini yeye si Mkristo. Na ushahidi upo, tabia yake, salamu yake alikuwa anasema assalamu alaikum. Imani yake ilikuwa la ilaha illa Allah, alikuwa anaamini Mungu ni mmoja. Alikuwa anasali, sala yake alikuwa anasujudu akiweka kichwa chini. Kabla ya sala alikuwa anatawadha. Sheria za Mungu alikuwa anazishika, na Waislamu wanashika hizo sheria za Mungu. Kwa hiyo tabia zake, mienendo yake, maisha yake ilikuwa ni Uislamu. Na ushahidi uko katika Qur'an. Unaposoma Qur'an sura ya 3 aya 52, hii ni ushahidi wa kuonesha kama Yesu alikuwa ni Muislamu. Kwa hivyo wacha nifungue kidogo niwasomee aya hiyo katika Qur'an sura ya 3 aya 52 nasema, lakini Isa alipoona kufuru yao alikasema, nani utakuwa saidizi wangu kwa ajili ya kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wakasema, sisi ni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu na ushuhudia kwamba sisi tumejisalimisha kwake. Kiarabu inasema, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala alhawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa shahad bianna muslimun. Shuhudia kwamba sisi ni Waislamu. Wa shahad bianna muslimun, ushuhudie kwamba sisi ni Waislamu. Kwa hiyo Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa ni Waislamu. Sasa kama wewe unasema kwamba wao si Waislamu, tupe dini yao, kwa sababu kama ni Ukristo imeanza baada yao. Kwa hiyo definitely hawakuwa Wakristo, hii haina shaka, imeanza baada yao. Na wao walipoulizwa wakasema sisi Waislamu. Na Yesu mwenyewe pia akiwemo pamoja nao, bimaana pia alikuwa ni Muislamu kamili, alikuwa hana shaka. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni ujumbe huo, na wale ambao kwamba wamenifuatilia, kama si Muislamu, nafikiri umepata kunielewa vizuri kabisa. Usiseme kwamba Mungu ni Mkristo, ni makosa. Mungu hahitaji dini. Na pili, manabii hawakuwako Wakristo, manabii walikuwa Waislamu. Na tatu, Yesu si Mkristo, Yesu na wanafunzi wake ni Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.